Katika jina lako Baba wa rehema, pana ukombozi. Katika jina lako Baba wa rehema, siku ya leo watakatifu wako wamekutana katika eneo hili. Maana imeandikwa wawili watatu wakiwepo pamoja kwa lengo la jina lako, nawe uwepo wako ushuka na kuwa katikati yao. Wala uwepo wako hitaji kushuka, maana uwepo wako Baba imetamia eneo hili daima. Sisi wenyewe tumeshaingia katika uwepo wako Bwana, tuko tayari. Sema nasi Bwana. Baba, tukikutukuza kwa sababu ya jana umegusia habari za majina. Baba, tunajua ya kuwa kupitia jina tunakwenda kukamilika. Vyote vilivyochukuliwa kupitia majina, vifungo vilivyofungwa nayo majina yetu, ama jina la kwanza, ya pili na ya tatu na ya nne mpaka ya mwisho. Baba, kilichobaki ni jina, maana jina la kitu ni kitu chenyewe. Asante, maana neno lako litakapokuwa inapita, Baba wa rehema, utakuwa unaweka majina yetu sawa. Majina yetu yanastahili Baba wa rehema kutufanya sisi tuwe watu kati ya watu. Baba, tuinuliwe juu. Nami natukuza jina lako kwa ajili ya kazi yako unayekwenda kufanya jioni hii Baba, katika maisha ya watu wako Baba, pasipo kusahau nchi yetu tunayolipenda Tanzania. Baba, usisahau Baba rais wetu, makamu wa rais, waziri mkuu na mawaziri wote, viongozi wote wa serikali. Baba, uwabariki, uwape afya njema, uwape hekima na maarifa Baba wa rehema, kutuongoza vizuri. Tunapatanisha watu wote katika nchi yetu ya Tanzania na chokochoko zote za shetani kutaka kuzuia injili. Baba, shetani na wakala wake kutaka kuchafua injili hawana nafasi katika kuchafua injili, maana injili ni ushindi. Na Baba, injili ipite katika maeneo yote, ikifungua watu macho na masikio, na watu wakipata tambua ila za adui shetani. Ninashukuru jina lako kwa ajili ya Baba mafanikio ya nchi yetu, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Jana tukaona mwendelezo wa sura ile ya 29 kwenye sura ya 30. Tukaona pale Lea anaendelea kupata watoto, lakini kabla hajaendelea kupata watoto tuliona kwenye sura ya 29 ya kuwa alipofikisha mtoto wa 4 ambayo ni mtoto anayeitwa Yuda, ikawa amefunga kuendelea kupata watoto. Lakini sasa tulipoingia kwenye sura ya 30 tukaona ya kuwa Raheli mdogo wake Lea alipoona ya kuwa apati watoto, alimuonea dada yake ambayo ni Lea wivu. Akamwambia Yakobo ya kuwa nipe watoto, vinginevyo nitakufa. Lakini yeye alifanya kosa, kwa sababu alitakiwa tumaini yake iwepo kwa Mungu. Alitakiwa muendee Mungu, sio kumwendea Yakobo. Na Yakobo naye akamwambia kuwa mimi sio Mungu aliyefunga tumbo lako. Lakini ni kweli tuliona kwenye ile sura ya 29 ya kuwa kwa sababu hakupendwa Lea, Mungu akafungua tumbo ya Lea. Lakini maana alipendwa sana Raheli, basi Mungu akafunga tumbo lake. Lakini tunaona ya kuwa Yakobo alipomtolea uvivu na kumwambia kuwa yeye sio Mungu aliyefunga tumbo lake, basi akatafuta mbadala. Mbadala aliyetafuta ni kumwambia kuwa basi nikupe huyu mjakazi wangu. Nilikwambia wajakazi walikuwa napewa watu kama zawadi. Mtu anapoozeshwa na baba yake anapewa mjakazi ambaye alitakiwa awe ni mtumwa wake maisha yake yote. Akaamua kumpa Yakobo mjakazi wake anayeitwa Bilha. Na pale pale tukaona Bilha akapata mtoto anayeitwa Dani. Na kilichofuata ni Raheli akafurahi na kusema ya kuwa hatimaye Mungu amehukumu na kumpatia haki yake. Na nikakwambia kuwa maana ya jina Dani ni hukumu.
So nitakapomaliza nitakwambia jinsi ambao majina ya watoto wa Yakobo waliwakilisha Kristo na Injili. Kila jina inayo sababu yake. Lakini akampatia tena huyu mjakazi wake Bilha, mara nyingine akampa Yakobo, na akapata mtoto anayeitwa Naftali. Na akasema sasa ameshindana na ameshinda. Yaani jina Naftali na maana kushindana. Sasa alipoona dada mtu alipoona hivyo, akasema na mimi naye ninaye mjakazi, usinichezee. Akachukua mjakazi wake Zilpa, akamwambia Yakobo, na mimi nakupa Zilpa. Alipopewa Zilpa naye akazaa mtoto, akamuita Gadi. Na kilichofuata ni mwenye mtoto alikuwa sio Zilpa bali Lea, naye akasema kuwa Mungu amenipa ujira wangu, maana nalimpa nani? Nalimpa mume wangu mjakazi. Ina maana jina la Gadi maana yake ni ujira. Bwana Yesu asifiwe. Akampa tena huyu mjakazi wake mume wake mara nyingine, na akapata mtoto anayeitwa Asheri. Na tunaona kuwa pale kilichotokea ni mwanae anakwenda kule katika mashamba wakati wa mavuno ya ngano, na mtoto huyo Rubeni anamletea mama yake tunguja. Mama yake anapoletewa tunguja, mama mdogo ambao ni Raheli anamwambia, hebu nigawie tunguja angalau kidogo. Anamwambia kuwa mume wangu umemchukua, na unadhani ni jambo la busara tena kuchukua na tunguja za mwanangu. Lakini Raheli anamwambia tufanye dili. Leo alitakiwa lale kwangu, sasa usiku alale kwako, lakini unipe tunguja. Lakini cha ajabu, tunguja kwa Raheli, maana Bwana alifunga tumbo lake, hata alipotumia tunguja hakupata watoto. Lakini mwenye tunguja ambayo ni Lea, usiku ule ule akapata mtoto anaitwa nani? Isakari. Na haraka akapata Zabuloni, na akafunga ukurasa na kuzaa mtoto wa kike anaitwa Dina. Na wakati huo, baada ya Lea kukamilisha uzao ama uzazi, basi Mungu anamkumbuka Raheli na anafungua tumbo lake. Anapofungua tumbo lake, basi kinachotupata nini? Anazaa mtoto, lakini ni mtoto wa 11 wa Yakobo wa kiume, lakini ni mtoto wa 13 kwa watoto wote kwa jumla ukihesabu na Dina. Lakini kwa watoto wa kiume yeye ni mtoto wa 11, lakini ukiweka na Dina basi yeye anakuwa ni mtoto wa 12, sio wa 13. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona baada ya pale tayari ujira wake wa kulipa mahari ya miaka 14 inakuwa imekamilika. Anamuomba baba mkwe ama mjomba amruhusu sasa abebe watoto wake na mali zake aondoke na wake zake. Lakini wanapatana tena, lakini wanapopatana mjomba anaanza kufanya njama za hapa na pale. Lakini Mungu anaamua kumwendea Yakobo ndotoni, ambao tutakwenda kuona ndoto katika sura ya 31, na anaambiwa afanye nini, lakini anabarikiwa. Sasa nataka tuende kwenye sura ya 31 ili tuone muendelezo wa Yakobo. Maana sasa Mungu baada ya kumuonyesha ya kuwa tengeneze zile fito azibabue ili paonekane nyeupe na nyeusi, ili onekane mabaka ama yale mabaka, ili sasa wale kondoo wanapopata ujauzito watoe, yani wale ambayo ni mabaka. Tayari Yakobo alikuwa natenga wa kwake, lakini sasa watoto wa kiume waliozaliwa baada ya Raheli na Lea wanaanza kusema kuwa Yakobo huyu amechukua mali za baba yetu, lakini hawakujua kama naye alikuwa anafanya kazi kwa uaminifu. Lakini na Labani naye anakuwa sasa hataki uso wake kukutana na Yakobo tena, lakini Yakobo sasa ataita wake zake na kuongea nao, na moja kwa moja wanaondoka. Sura ya 31 Yakobo
toroka, anaondoka pasipo kuaga. Hebu tuende kwenye sura ya 31 kwa jina la Yesu. Na neno la Mungu itakapopita, kile unachoona uwe makini, maana neno linapita, lakini neno litakwenda kila kona ikisaka jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Sema Baba, neno lako litakapokuwa linapita katika wakati huu, neno liende kaskazini, mashariki na magharibi, angani na mahala popote. Itafute jina langu na vyote vinavyohusiana na jina langu, na baada ya ibada niwe mtu mwenye furaha katika jina la Yesu. Amen. Basi uwe na amani. Neno linapopita, neno litakwenda mahali, maana jina la kitu ni kitu chenyewe. Mtu alikuwa ni mdanganyifu, na ndio maana tukaona Esau akisema kuwa hakuitwa Yakobo kwa haki, maana aliniibia haki ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amenichukulia na mbaraka wangu. Ina maana jina la Yakobo ilikuwa ni jina ya mtu mzulumaji. Amina. Lakini alipopewa jina Israeli, bila shaka alikuwa Israeli kweli. Hebu twende kwa jina la Yesu. Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Yakobo akaona uso wa Labani ya kuwa kumtazama vyema kama jana na juzi. Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Umeona tayari Bwana alipofanya vile usiku, akamwambia afanye nini ili awe na mali. Tayari amekuwa na mali nyingi kabisa, lakini watoto wa Labani wa kiume hawakujua kuwa huyu Bwana anawafanyia kazi sasa miaka zaidi ya 14, na anao dada zao ambao mali za kwake ni za dada zao pamoja na wale wajomba zao, lakini walitanguliza sio undugu bali mali. Na Labani akaungana na watoto wake wa kiume pasipo kujua kuwa huyu ni ndugu, lakini huyu naye anahitaji ujira wake. Lakini Mungu baada ya kumtajirisha sasa Yakobo, Mungu anajua kabisa kuwa pataleta tafrani. Ndio maana Mungu anamwambia sasa, toka urudi katika nchi ya baba zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Umeona sasa Yakobo tangu alipotoka Betheli ama Lusi, tayari alikuwa na muunganiko na Mungu, na Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu akasema, nitaenda pamoja nawe popote pale uendapo, nami nitakubariki, nami nitakurudisha salama katika nchi ya baba zako. Pata picha. Hii ni mfano ambao nilikuambia kuwa Nuhu alipokuwa ndani ya safina, tayari ilishapita siku 40 na amefungua mfuniko, tayari ameshamtoa kunguru, ameshamtoa na njiwa, ameenda amerudi, njiwa ameenda ameleta lile tawi la mzaituni, njiwa ameenda kurudi tena, lakini Nuhu akutoka ndani ya safina mpaka akasikia sauti ya Mungu. Pamoja na kujenga safina, pamoja na safina ilikuwa ni mali yake, lakini alihitaji sauti ya Mungu ili aingie ndani ya safina. Alihitaji sauti ya Mungu ili atoke ndani ya safina. Na mtu aliyeokoka ndipo anapotakiwa, usifanye jambo lolote pasipo kumshirikisha Mungu. Usianzishe kazi yoyote pasipo kumshirikisha Mungu. Usianze siku yako pasipo kuanza na Mungu. Usifike mahali pasipo ikabidi mkononi mwa Mungu. Usipande gari pasipo kuliitia jina la Bwana. Usimwambie Bwana nakwenda kupanda, usikose kumwambia Bwana nakwenda kupanda chombo cha moto. Maana usisubiri mpaka mabaya ya kunyemelee ndivyo sasa mkumbuke Mungu. Watu wengi wameokoka, lakini wanapoanza jambo lolote huwa waanze na Mungu. Lakini ni watu ambao mambo yanapokuwa mabaya, hapo ndipo wanapomkimbilia Mungu. Lakini tunajifunza kwa Yakobo ya kuwa Yakobo aliyekuwa mtu mbaya amebadilika, amekuwa mtu mzuri. Na hata wewe uliyekuwa mtu mbaya umebadilika, sasa umekuwa mtu mzuri. Lakini hiyo haitoshi. Kinachotosha ni pale ambapo unajifunza kusikia sauti ya Mungu. Kuna wakati mwingine Mungu asemi nawe kwenye sauti, kuna wakati mwingine Mungu anasema nawe
kwenye ndoto. Kuna wakati mwingine Mungu anasema na mazingira yanakuwa magumu, alafu kulazimisha utoke. Kuna wakati mwingine Mungu anasema naye kupitia Biblia. Kuna wakati mwingine Mungu anasema naye kupitia mawazo yako. Wazo linakujia kuwa fanya hivyo, ukifanya umekaa katika mapenzi ya Mungu. Mungu haongei lugha moja, Mungu anaongea lugha tofauti tofauti. Lakini katika Agano la Kale pia Mungu aliongea na watu tofauti. Aliongea na Yakobo katika ndoto, aliongea na Ibrahimu katika maono na katika ndoto, aliongea na Isaka katika ndoto, aliongea na Nuhu macho kwa macho. Hivi anamwambia Nuhu, toa kwenye safina wewe na viumbe vyote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona sasa Yakobo amebadilika, sasa anamtii Mungu kila endapo. Hata wewe watu wa Mungu, yale yote uliyekuwa umeyatenda kule nyuma, ya kale yamepita. Sema ya kale yamepita, ya sasa ni kuwa mapya. Na sio mimi ninayeishi, bali Kristo. Usibebwe na mambo yaliyopita. Mchungaji, wiki iliyopita niliota hivi na hivi. Uwezi ukaishi wiki iliyopita. Mchungaji, jana nilijisikia vibaya hivi. Uwezi ukaishi jana, uwezi kuishi kesho, unaishi leo. Ndio maana wokovu sio jana, wokovu sio kesho. Uwezi kusema kwa mimi bwana nimeokoka miaka 50. Unaweza kuokoka miaka 50 tu ili uje ufanye nini? Uende motoni. Lakini wokovu ni sasa. Sema wokovu ni sasa. Wokovu ni sasa. Maana ukimaliza safari yako sasa hivi, basi jinsi ulivyokuwa ndio itakayetoa taswira ya kwa unakwenda kwa mzee Kibogoyo ama unakwenda mahali pema peponi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ya kwa watu wa Mungu, maisha unayotakiwa kuishi sasa hivi ni maisha mema. Haijalishi ulikuwa mpigaji watu namna gani, haijalishi ulikuwa mkorofi namna gani. Yakobo alikuwa mtu mkorofi kweli kweli, alikuwa mtu tapeli kweli kweli, lakini tayari anakuwa mtu mzuri. Sema na mimi kuanzia sasa. Na mimi kuanzia sasa nakuwa mtu mzuri. Nakuwa mtu mzuri. Kwa neema ya Mungu. Kwa neema ya Mungu. Ninayaweza yote. Kwa msaada wa Bwana. Neno la Bwana linihuishe, linibadilishe, linirudishe kwenye asili ya uumbaji katika jina la Yesu. Kila unachotenda katika maisha yako, kila kitu unachotenda, watu wa Mungu utatoa hesabu yake. Ndio maana, je, umeitwa sasa hivi utoe hesabu yako tangu kuliko kucha mpaka sasa hivi? Ni yapi uliyetenda ambayo yanaweza yakajenga ufalme wa Mungu? Je, ukiyapima mabaya uliyotenda na mazuri, yapi ambayo yana kilo nyingi? Mchungaji, hata sijui. Kama usipojua, nani ajue? Nani ajue? Yakobo akatuma watu, akawaita Raheli na Lea waje jikani kwenye wanyama wake, akawaambia, naona uso baba yenu. Tayari Yakobo anawaita wake zake, lakini anawaeleza hali halisi sasa. Lakini atagundua ya kuwa hata wakeze pia wameona tabia za baba yao imebadilika. Maana wacha nikuambie, mimi nadhani mzee Labani hakuhitaji kumtendea Yakobo alivyokuwa anamtendea, kwa sababu ukiachia mbali undugu ya kuwa ni mkwewe, lakini pia Yakobo alikuwa ni mtoto wa dada yake ambayo kwa uaminifu alimtajirisha. Maana tuliona kwenye sura ya 30 akisema kwa tangu nilipoanza kufanya kazi zangu nilibarikiwa sana na Mungu wa baba zako. Sasa kwa nini anachokula Yakobo inakuwa shida? Na hivi ndivyo inavyokuwa hata kwa sisi. Usiwe mtu ambaye unampa mtu kazi, anafanya, ameshafanya kazi, kamsaro naye mpa ni kidogo, lakini bado unataka umsumbue, umcheleweshe. Tusiwe hivyo. Hiyo ndio shida aliyekuwa nao Labani. Amekiri kabisa, anamwambia Yakobo ya kuwa niambie ujira wako. Yakobo anamwambia, mimi sitaki kuambia ujira, lakini unifanyie jambo moja. Wanyama ambao wana marakaraka na mabakabaka, hao ndio wao wa kwangu. Mjomba akapiga hesabu akasema, mbona marakaraka ndio mengi hapa? Lakini kweli tumeona hata watoto wa Labani wanasema kuwa Mungu amechukua mali za baba yao, amempa Yakobo. Kumbuka ya kuwa Mungu alifanya jambo hilo kumuinua Yakobo, lakini pata picha kuwa kutokana na njama za huyo baba mkwe ambayo ni Labani, ndio maana Mungu aliingilia kati. Maana mara ya kwanza alichofanya ni nini? Yule mzee walipokubaliana akajua ya kuwa hawa marakaraka na mabaka si wako wengi, na wakiendelea kuwepo ina maana wale dume si marakaraka na mabakabaka,
ina maana watakaezaliwa watakuwa marakaraka na mabakabaka. Alichofanya, akatenga marakaraka na mabakabaka yote akapeleka kwa watoto wake, zikabaki hazina marakaraka na madoadoa. Ina maana wakizaliwa hapana nini, hapana wale dume ya marakaraka na mabakabaka. Ndio maana Mungu akafanya njia pasipokuwa na njia, na akamwambia tengeneze ufito na ayababue maeneo mengine ya meupe, mengine ya meusi, ili wanapochukua mimba wale kondoo na mbuzi, basi wao wanatazama ufito, na baada ya hapo watazaa na wakawa wanazaa wale wote wanayetakiwa kuwa ni fungu la Yakobo. Nasema hivi, yawezekana unafanya kazi kuliko fedha unayepewa. Yawezekana unaonewa sana kwenye biashara. Fanya kwa uaminifu. Ukimpendeza Mungu, hapo hapo Mungu ataingilia kati. Utafanya kazi na Mungu atakubariki. Umeona Yakobo pamoja na alipo kitu, lakini hakumuibia mjomba wake. Umeona Yakobo amebadilika kweli. Yule mwizi, yule tapeli. Sasa hata kama kondoo moja amekufa, alikuwa analipa, lakini ni mtu ambaye alikuwa na Mungu. Sisi ambao tuna Mungu tubadilike. Sema mimi ambao na Mungu nabadilika. Mimi ambao na Mungu nabadilika. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Twende. Lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami. Nanyi mmejua kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu, na baba yenu amenidanganya akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Aliposema walio na madoadoa watakuwa mshahara wako, wanyama wote wakazaa madoadoa. Aliposema walio na milia watakuwa mshahara wako, ndipo wanyama wote wakazaa wenye milia. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu na kunipa mimi. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, na aliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama mabeberu. Umeona sasa, anawaeleza sasa. Umeona pale kwenye sura 30 tumetangulia kuona Yakobo akitengeneza zile vito, anazibabua. So umeona kitu ambacho anasema. Unaweza kusoma sura hiyo ya 30, usome 31, usijue maana ya jambo ile la zile vito. Lakini unaona sasa kwenye sura 31 anaeleza wakezi ya kuwa aliona kwenye ndoto sasa. Umeona? Lakini ili uelewe sura 30 lazima usome sura 31, na ambao ndio ufafanuzi wa sura 30. Ndio maana Biblia imejifafanua yenyewe. Biblia imejitafsiri yenyewe. Eneo moja inatafsiri eneo nyingine, na hii ndio mfumo ambayo mimi katika maisha yangu nimejifunza. Situmii akili zangu, situmii mawazo yangu kutafsiri Biblia, natumia Biblia kutafsiri Biblia. Agano la Kale, kumbuka ya kuwa ni agano jipya imefunikwa. Ili uelewe mambo mengi kwenye agano la Kale, lazima usome agano jipya na uelewe. Ndio maana nasema hivyo watu wa Mungu, lazima kila mtu awe tayari kusoma Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Hapo ndipo utakapopata maana. Na sura nyingine unaweza kaisoma, lakini maana yake mpaka usome sura zinazoifuata mbele. So umeona hapo, hili tukio tuliona jana, nikakwambia kwa maana hapa anasema kuwa anatengeneza fito hizi, lakini atakavyokuwa naeleza wake zake ya kuwa Mungu alimtokea ndotoni akamwambia afanye. Mara ngapi Mungu anakutokea ndotoni anakuambia ufanye hivi, lakini unapuzia? Kama kupitia ndoto alionyesha Yakobo afanye nini na akabarikiwa. Yawezekana ile ndoto, yawezekana ile ndoto yangu, yawezekana ile ndoto yako, yawezekana ile ndoto yako, yawezekana ile ndoto yangu niliyoota nikatenda kama Mungu alivyosema, na moja kwa moja Mungu akahamisha mali ya Labani kutoka kwa Labani akaleta kwa Yakobo. Asomaye na Roho ya Bwana asemao nini? Aambiayo kanisa la Bwana. Hebu twende kwa jina la Yesu. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo, nikasema mimi hapo. Umeona? Anaelezea sasa ndoto yake, lakini kwa wakeze. Akasema, inua basi macho yako kaone, mabeberu wote wanaopanda wanyama wanamelia na madoadoa. Ina maana mabeberu waliotakiwa kuwapanda wale wanyama walitakiwa wawe na madoadoa na marakaraka na mabakabaka, ili matokeo wanayezaliwa wawe hivyo. Lakini kamuzika amekuwa kajanja, ametoa marakaraka ya mabakabaka akapeleka akatenga kaweka na watoto wake. Ina maana waliyebaki hakuna marakaraka na mabakabaka.
Huo ni ujuma ambayo Labani alikuwa anafanyia Yakobo. Na kama isingekuwa Mungu, Labani alikuwa tayari kumtoa Yakobo mkono mtupu kama alivyokuja. Yawezekana watu wanakutakia mabaya. Yawezekana watu wataki ufanikiwe. Usishindane nao. Maana usishindane na mtu mwovu. Yesu amesema hivyo. Kumbuka ya kuwa vita ni vya Bwana, mafanikio yetu yanamtegemea Bwana. Bwana anakujua kabisa. Unahitaji fursa 1000, unahitaji fursa moja tu ili maisha yake badilike. Kama mtu aliweza kukaa tu anachunga kondoo na kupitia hapo, anachunga mifugo kupitia hapo, Bwana akamtajirisha. Kumbuka ya kuwa kule porini fedha ilikuwa wapi? Ndio maana wewe unaishi katika wakati huu. Mimi nasema mwaka huu kabla hajaisha utaona mkono wa Bwana ukiwa juu yako. Na mimi nasema ya kuwa utarudi kwenye asili yako. Yaliyoshindikana miaka yote, yaliyoshindikana wakati wote, itawezekana. Maana yote yanawezekana kwake aaminie, na hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yanawezekana kwake aaminie. Sema mimi naamini. Mimi naamini. Imani pasipo matendo imefanya nini? Mimi ni Mungu wa Betheli, huko ulikotia mafuta nguzo na kumwekea nadhiri. Sasa ondoka, toka katika nchi hii, urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Raheli na Lea wakajibu wakamwambia, je, imetubakia sehemu au urithi katika nyumba baba yetu? Hakutufanya kama wageni, maana ametuuza naye amekula fedha zetu kabisa. Hebu pata picha kuwa ilikuwa ni desturi mtu anapotoa mahari ilikuwa pia kuna sehemu ya huyu bibi harusi. Tuliona katika mahari ya nani? Ya Rebeka. Tuliona wakina Labani walikula nini? Labani na Betheli baba yake walikula sehemu ya mahari ya nani? Ya Rebeka, na Rebeka naye alipewa. Lakini kwaje huyu Laban ambayo alikula sehemu ya mahari ya nani? Ya yule aliyekuwa dada yake, leo hii akataze watoto wake kuwapa hata sehemu yoyote? Maana kumbuka ya kuwa pamoja alikuwa na chunga wanyama, anamfanyia kazi, lakini yale matokeo yalitakiwa pia agawie mabinti zake kama urithi. Maana hiyo ilikuwa ni sehemu ya mali yao ama mahari yao. Nasema ya kuwa watu wa Mungu, tayari mabinti wale wameshatambua kwa baba yao yupo kinyume nao, na kile ambacho anatendea mume wao ndicho anachowatendea wao. Lakini sasa na wao wameshaungana na Mungu wa Ibrahimu, Ishaka na huyu mume wao ambao ni Yakobo. Wanamwambia kuwa fanya kile ambacho Mungu anakuonyesha. Hebu tuone atafanya nini. Lakini kumbuka haya yote, maagizo yote ya kuwa toka, mimi ni Mungu ndiye kutokea Betheli, yaya yote yanatokea katika ndoto. Ndio maana usipuzie ndoto. Kuanzia leo kila ndoto usipuze. Hata kama unakuwa na kitabu cha kuandika ndoto, sio mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Maana mali yote ambayo Mungu amemnyang'anya baba yetu, mali hiyo ndio yetu na ya wana wetu. Basi yoyote Mungu aliyokuambia uyafanye. Ndipo Yakobo akaondoka, akapandisha wanawe na wakeze juu ya ngamia, akachukua wanyama wake wote na mali yake yote aliyokuwa ameyapata na wanyama aliowapata katika Padani Aram, ili afike kwa Isaka babaye katika nchi ya Kanaani. Basi Labani alikuwa amekwenda kuwakata manyoya ya kondoo zake, na Raheli akaviba vinyago vya babaye. Yakobo akamhadaa Labani Mshami, kwa kuwa hakumwambia kwamba anakimbia. Basi akakimbia yeye na yote aliyokuwa nayo, akaondoka, akavuka mto, akaelekeza uso wake kwenda mlima wa Gileadi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ya kuwa wanapotoka, Raheli anaiba miungu ya baba yake. Lakini kwa sababu gani aliiba miungu ya baba yake? Je, alihitaji kuziabudu? Hapana. Aliziba maana yule aliyekuwa katika kimila na desturi ya kule Padani Aram ama Arani, yule mtoto aliyekuwa na miungu ndiye aliyekuwa anapata sehemu ya urithi mara dufu. Kumbuka ya kuwa kale karoho kalikokuwa kwa mume wake kutaka ndio awe ni mrithi, ilimuingia nani? Ilimuingia Raheli. Naye akajua ya kuwa atakapokuwa na hiyo miungu, kinachofuata ni nini? Yeye atapata sehemu ya urithi. Lakini Yakobo atakaposema kuwa hakuna aliyechukua miungu yako, atakayepatikana atauawa, ilifanya Raheli
asijitokeze na kusema anazo na aendelee kujificha. Lakini tutaona zikitolewa katika ile sura 30 ngapi na 5, Mungu akimwambia kuwa toa miungu iliyopo katika nyumba yako na uitenganishe na nyumba yako na urudi katika nchi ya Betheli, na hapo ndipo watampa miungu yote na atayafanyaje? Atayazika chini. Bwana Yesu asifiwe. Hata siku ya 3 Labani akaambiwa kwamba Yakobo amekimbia. Akatoa ndugu zake pamoja naye, akamfuata mwendo wa siku 7, akampata katika mlima wa Gileadi. Alitoa ndugu zake, lakini lengo lake ilikuwa ni kumuangamiza Yakobo. Yule mzee alikuwa na roho ya ukatili. Maana hakuwa na Mungu wa kweli. Yeye alikuwa na Mungu wa kule Pandaramu, Mungu wa Nahori. Lakini Yakobo na wakeze walikuwa na Mungu wa Ibrahim. Sasa yule mzee aliwafuata kwa ajili ya kuangamiza. Ndio maana Mungu ataingilia kati usiku na kumwambia kwenye ndoto ya kuwa asimwambie Yakobo la shari wala la heri, maana Yakobo ni mbarikiwa. Mungu akaenda kumfanya nini? Mungu akaenda kumkemea kwenye nini? Kwenye ndoto. Vinginevyo alikuwa tayari kwa tenda mabaya. Maana kumbuka ya kuwa lengo lake ilikuwa sio kuangalia wale watoto wake. Lengo lake ilikuwa ni kuangalia kila anachopata. Watu wa Mungu, usiwe mtu binafsi. Mtu anayefanyia kazi itambue. Kula na watu wengine. Usiwe mchoyo. Huyu Labani alikuwa anataka apasuke na mali hizo. Mbona miaka yote alikuwa ametajirika? Lakini hivyo vyote tena mtu mwenyewe anamsaidia, wala urithi wala kuhitaji kuwapa wale wa binti zake. Maana Yakobo si alikuwa anafanya kazi. Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia, ujiadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Labani akamfikia Yakobo, na Yakobo alikuwa amepiga hema zake katika mlima, na Labani na ndugu zake akapiga hema zao katika mlima wa Gileadi. Labani akamwambia Yakobo, umefanya nini? Umeniadaa ukawachukua binti zangu kama mateka waliotolewa kwa upanga. Mbona umekimbia kwa siri ukaniadaa, wala hukuniambia nipate kuagana nawe uende zako kwa furaha na nyimbo na ngoma na kinubi? Angeambiwa wanaondoka, je, asingewanyang'anya mali? Hizo nyimbo sijui na kinubi na nani hayo angeandaa kama huyo alikuwa anaondoka na mali? Bila shaka hata kuwafuatilia hao ilikuwa ni kufuatilia kurudisha mali na kumnyang'anya Yakobo pamoja na mabinti zake. Lakini nasema hivi, mtu aliyebarikiwa hakuna anayeweza kusema jambo lolote kinyume nayo. Ukiona jambo inasemwa kinyume nayo na wakati wewe umebarikiwa ni wa Mungu, jiwekee question mark kubwa. Ukiona tu ni mbarikiwa alafu la shani na yeye nasemwa juu yako, weka question mark kubwa. Umeona Mungu akumruhusu Labani amwambie Yakobo la heri wala la shari, maana ni mbarikiwa. Sema mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Na katika jina la Yesu. Hakuna mtu yeyote aliyejifanya kuwa mbaya wangu atakaye niambia la heri hata la shari, maana mimi ni mbarikiwa. Mungu atawakemea. Mungu awakemee wale wote walio tayari kuniambia la heri wala la shari, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo Mungu akufanye uwe mbarikiwa, na mtu yeyote atakaye inuka kutaka kwenda kinyume nawe, Mungu amwambie, Mungu aseme na huyo ambayo alisema na wewe, maana wewe ni mbarikiwa. Kwa jina la Yesu, mtu yoyote ambao kuna mtu alisema la shari wala la heri katika maisha yako, ikawa ni kinyume nawe, nasema Mungu aseme nao. Ninasema Mungu aseme na mtu yoyote. Ama alisema na wewe ndotoni, ama alisema na wewe kwenye mawazo, ama alisema naye kwenye ulimwengu wa kawaida, ama alisema naye kwenye ulimwengu wa kichawi, nasema ya kuwa Mungu awakemee wote, na watakapokutana nawe wasifungue midomo yao na kusema chochote kinyume nawe, kwa jina la Yesu. Amen.
twende, ipo kazi. Wapo wale walie. Kuna mwingine alisema laheri na la shari juu ya jina lako. Bila shaka wewe haukuwepo, lakini katika uchawi, lakini katika mabaya kule. Umejua inawezekana wewe umekaa Marekani, lakini kabibi kako hapa Tanzania kanataja tu jina lako ya kuwa fulani huko Marekani. Jina ndio kitu kamili. Jina ndio yenyewe. Jina la kitu ndio kitu yenyewe. Wewe huko Marekani, wewe huko mwisho wa dunia kule, lakini kabibi kanaita jina lako maana najua jina. Ndio maana watu wa Mungu, watu wamefungwa katika majina. Shida ipo kwenye jina. Ndio maana tutakapokomboa majina haya na kufungua vifungo vyote vilivyofunga majina, kila mtu atarudi kwenye asili yake. Tulipoanza hilo jana, naona kila mtu anarudi kwenye asili yake. Naona kila mtu anarudi kwenye muonekano wake. Naona kila mmoja anarudi kwenye asili ya uumbaji, kwa sababu hiyo ni siri kubwa. Amen. Anaenda kwa mganga, wala yawezekana na picha yako, lakini anasema tu mchungaji George. Nani? Mchungaji George. George. Jina lake lingine mchungaji George fulani. Anafanyia kazi jina la mchungaji George, lakini mchungaji George hayuko hapo. Ndio maana kazi ipo kwenye majina. Sema kazi ipo kwenye jina langu. Kazi ipo kwenye jina langu. Na mfanyakazi yupo leo. Nayo ni Kristo. Maana imeandikwa, mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali alikuja kutumika. Ewe mwana wa Adamu, kazi ipo leo juu ya majina yangu, na juu ya kuwa nakamilisha kazi. Maana mimi nimeshapona, nimeshafunguliwa, nimesharudishwa kwenye asili yangu. Kilichobaki ni jina. Lakini Bwana leo upo kazini, katika jina la Yesu. Uwe na amani, maana leo Bwana yupo kazini. Maana kama ni kufunguliwa, alishafunguliwa. Kama ni Mungu unampenda, kama ni kunena kwa lugha unanena kwa lugha, kama ni fungu la 10 unatoa, kama ni sadaka ya upendo unatoa, kama ni upendo unapenda wengine, wewe unasaidia watu. Wewe sio mchoyo kivile, wewe hata tabia zako zimekuwa njema, lakini bado kwa nini bado mauzauza? Bado mauzauza usiku, ukilala vitu vinagongwa, utadhani sijui ni ngoma. Du. Inakuwaje ukilala ngoma zinagongwa? Ina maana bado shida ipo kwenye jina. Maana jina wanalo jina. Sema mliyekuwa na majina yangu. Waliyekuwa na majina yako, leo ndio siku ya kurudisha jina. Sema niko tayari kupokea majina yangu. Watu wa Mungu, kuna watu ambao majina yenyu hayapo, kwa sababu unajionaga hata ukienda kwenye kutafuta kazi jina lipo. Ukiacha jina pale, jina liyewacha ni boshoni, wanaitafuta haipo. Wewe mbona unafanya vizuri? Hebu nikuulize kitu. Yawezekana watu wakaitwa kwenye usaili, watu 10,000, wanatakiwa watu 100. Kumbuka vigezo vyote yawezekana watu wanavikidhi. Yawezekana wote wana degree, wote wamepata vigezo vyote, lakini hao watu 100 wanapatikana kwenye majina yao. 100 hao kwenye majina. Wengine wanakwenda majina yao yanaandikwa pale na kalamu ya kichawi. Wengine wanalala kule kwa waganga. Wengine wanakwenda makanisani, majina yao yanaandikwa pale na mkono wa Bwana. So watu wa Mungu, sijui kama jina lako lipo, sijui kama wewe jina lako lilichukuliwa. Leo ni siku ya majina kurejea. Maana hata kwenye akaunti yawezekana jina lako lipo kwenye akaunti. Amen. Wewe kama fedha ikae kwenye akaunti, ukiweka 500 yani ukauki pale. Yani kila wakati mnaona kama muda umeendelea sana. Hebu mimi nitembee na ATM card, hebu nichukue fedha. Unachukua fedha kwa nini? Ukiweka fedha kwenye simu ndio kosa. Umeweka kwenye M-Pesa na Tigo Pesa, kosa. Yani fedha hizi kufika laki kwenye akaunti yako ya M-Pesa. Ikifika tu 60, ananibipi fulani, unaingiza nani? Amenibipe, hebu niingize muda wa maongezi. Unaingiza muda wa maongezi 5,000. Badala ya kuingiza 500 ujiunge, unaingiza 5,000, alafu jiungi unaongea. Unasikia imeshaisha tena unaweka tena 5,000.
Jina hilo. Ukijiunga 500 unaongea mpaka kesho. Lakini wewe unashindwa kujiunga, unaweka 2000, ukiweka 2000 unaongea unamshaji sawa, imekwisha tena unanunua kwenye simu maana una 100,000. Hatimaye imeshakata imebaki 30,000. Ndio maana nasema hivi, kwa nini ununue simu, ununue fedha kwenye ununue bocha kwenye simu? Nunua za kuscratch. Na mtu anaye kubipu si anakuhitaji. Kwa nini anaye kuhitaji na kubipu alafu wewe ndio unaweka hela? Hello? Na wakijua tu kwenye akaunti yako ya simu ina fedha, wanakubipuje? Chore alafu unakosa mali. Nimebipua yani hapa. Hata kwenye gari. Hello, alafu naongea kwa pause. Hello. Kwenye simu watu wanacheka. Kwenye simu wanacheka. Ukicheka dakika moja imeisha. Simu ni straight to the point. When you use your handset, you have to be straight to the point. Why do you waste time? You laugh. It is costing you. Go straight to the point. They are after the money in your account. Nowadays, it is very easy for somebody even to draw money from his handset. Be careful, man and woman of God. That is the way they are making bad use of your money. Nasema kwa hivyo ndivyo wanavyofanya matumizi ya fedha yako vibaya. Watu wa Mungu nasema hivi. Kwa nini usiweke hela kwenye simu yako ifike hata 1,000,000? Hebu nione mtu asema mchungaji mimi nimeshaweka hela ikafika mpaka 300,000. Ipo. Jina hilo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa watu wengi majina yenu hayako. Kama hata wewe hujui hata wokovu ni jina. Ninakupokea Bwana Yesu na kufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, Baba wa rehema. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina hilo. Lazima jina liandikwe ili uokoke, jina lazima ihamishwe. Jina sio mchezo. Ndio maana kwenye Biblia kila jina ina maana yake. Wewe jina lako ina maana gani? What is the meaning of your name? Lakini mama yako aliyekupa jina na baba yako, they had their meaning. That is why they gave you that name or those names. Have you ever asked them? Did you ask them the meaning of your name? There is meaning in your name. Sometimes things are not going on the right way because of the names which you are using. Sometimes you don't have a name. The names which you have are just bullshit. They are fake. Today, that is what we want to do. We are going for our names. We are going after our names. We will run around the world looking for our names. Nasema kwa watu wa Mungu, ili wewe uende mbinguni, jina lako itaangaliwa je ilipo kwenye kitabu cha uzima? Hakuna jina, hakuna kwenda. Ili wewe upate kazi baada ya usahili, jina lako lipo. Umefanya mtihani wa kidato cha 6 ili uende chuo kikuu, jina lako lipo kwenye waliyepita. Sawa watu wa Mungu, nikuulize, katika watakatifu wanayetaka kwenda mbinguni, jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha mbinguni? Hiyo ndio ya kwanza, lipo. Umeona moyo wako unapepea pepea. Tutaanza kwenye jina, je iko mbinguni? Kwenye kitabu cha uzima? Kwenye kitabu cha mbinguni? Je, jina lako lipo ofisini kwenu? Mbona pale hata ulikuwa uonekani kabisa? Upo kwanza kana kwamba upo.
Yani ikitokea jambo, yani kitu kinachofaidisha watu wengi unakuwa wa mwisho. Jina lipo. Watu kikimbia kiandikisha kwa ajili ya mkopo, wakienda ukifika pale imekata mkopo umesha watu wameshatosha. Umekaa kwenye foleni unakwenda kupata, ukikaribia kufika sema bwana muda umeenda bwana ondoka. Muda umeenda wakati mingi mtu wa mwisho hapa. Jina. Wewe mikopo ile ilikuwa inatolewa kazini uliyachukua, ulishindwa kwa sababu jina haikuruhusu. Wakitazama kuna jina. Wewe ambao ulifeli, jina halikuwepo. Kuna mtu mwingine unapita mtihani lakini jina lako mtihani mtoko yako anachukua mtu mwingine. Yapo majina ambayo hayako hapa, yapo kwa waganga. Mengine yapo kwenye madhabahu makanisani, mengine yapo angani, mengine yapo katika nchi, mengine yapo chini, mengine yapo mahali popote. Nasema hivi, sasa hivi tunarudi kabisa, tunaweka kila kitu kwenye majina. Mpaka wiki ijayo jina langu lazima inuke juu, maana itajuapo jina lako. Je, watu wanafurahi? Kuna mtu mwingine akionekana jina la mtu fulani, jina la fulani, unachizika kwa sababu ya jina. Hata kama kiongea matope, hata kama kiongea mabubuzi, hata kiongea matope jina, hata kiongea matusi linaruhusu jina. Wewe hapa kwa ikoje? Ukiongea wanakutambua. Kwenye mashindano jina. Kwenye kufanikiwa iko jina. Kwenye kuolewa iko jina. Kwenye kufanya biashara na kufanikiwa iko jina. Mungu anasema nimekujua kwa jina lako. Mungu kwa nini amjue kwa jina lake? Je, Mungu anakujua kwa jina lako? Kuna watu ambao Mungu anawajua lakini sio kwa majina yao. Ndio maana baraka zao hawajapata kwa jina la Yesu. Anakujua kwa jina lako? Umeona jinsi mioyo ilivyokunjamana hapo? Hebu nimalizie alafu niende moja kwa moja kwenye kutafuta majina. Wala hukuniacha niwabusu wanangu na binti zangu, basi umetenda upumbavu. Ninao uwezo mkononi mwangu wa kufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako sikuwa ameniambia, akisema ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Basi sasa umetoka kwa sababu umetamani sana nyumba ya baba yako. Mbona basi umeiba miungu yangu? Yakobo akajibu akamwambia Labani, kwa sababu naliogopa nikasema, usije ukaninyang'anya binti zako kwa nguvu. Awaye yote utakayemwona kuwa nao miungu yako yeye asiishi. Mbele ya ndugu zetu ukitambua kilicho chako ukakichukue. Maana Yakobo hakujua kwamba Raheli ameiba. Labani akaingia katika hema ya Yakobo na hema ya Lea na hema ya vijakazi wawili, wala hakuiona. Akatoka katika hema ya Lea akaingia katika hema ya Raheli. Basi Raheli alikuwa amevitoa vile vinyago ameviweka katika matandiko ya ngamia na kuvikalia. Labani akapapasa hema yote wala hakuviona. Naye Raheli akamwambia babaye, bwana wangu asikasirike kwa sababu siwezi kuinuka mbele yako, maana nimeshikwa na mambo ya kike. Akatafuta wala hakuviona vile vinyago. Bila shaka hatuwezi kusema kuwa alisema uongo hapo, maana hakuna anayejua, si ndio? Lakini alisema hivyo. Lakini kumbuka ya kuwa ilikuwa ni kila kitu ambacho anakalia mtu aliyopo kwenye siku zake, kitu hicho kinakuwa najisi, akiruhusiwi kuguswa na mtu yote. Ndio maana Labani akufanikiwa kutafuta katika kile kiti alichokalia. Lakini pata picha, huyu Labani alikuwa na akili. Eti Labani anatafuta Mungu, eti miungu yake anatafuta. Miungu imeibiwa, anatafutwa. Nasema hivi watu wa Mungu, wewe Mungu wako yukoje? Ni yule Mungu ambaye anaweza mtu akamuiba? Asa kama Mungu anaweza kaibiwa, hebu huyu Mungu anaweza kuokoaje? Labani alikuwa na akili. Eti bwana mimi Mungu nambeba kabisa mambo yako kwenye kapo, unaondoka naye.
Mungu nasema hivyo watu wa Mungu. Dunia hii bwana inawayawaya. Watu wanapenda uongo na kudanganya. Ndio maana nasema watu wa Mungu tuongee ukweli. Mungu wetu ni mkuu. Mungu wetu hawezi akafichwa kama miungu ya Laban ilivyokuwa imefichwa. Tena imekaliwa. Alafu aziongei. Bora zingesema tuko hapa. Achana na miungu asiyesema. Achana na miungu bubu. Amina. Hebu tuende. Yakobo akakasirika akagombana na Labani. Yakobo akamjibu akamwambia Labani, ni nini hatia yangu nao ni nini dhambi yangu hata ukanifuatia namna hii? Umepapasa vyombo vyangu vyote, ni kitu gani ulichokiona cha nyumbani mwako? Kiweke hapa mbele ya ndugu zangu na ndugu zako akaamue kati yetu. Miaka hii 20 nimekaa kwako, kondoo na mbuzi zako wake hawakuharibu mimba wala waume katika wanyama wako sikuwala. Kilichoraruliwa na hayawani sikukuletea. Mimi mwenyewe nimetoa hasara yake, wewe umekidai katika mkono wangu. Ikiwa kilichukuliwa mchana au ikiwa kilichukuliwa usiku. Hii ilikuwa hali yangu. Mchana jua likanipata na baridi usiku, usingizi ukanitoka machoni mwangu. Miaka hii 20 nimekaa nyumbani mwako, nilikutumikia miaka 14 kwa binti zako wawili na miaka 6 kwa wanyama wako. Nao umebadili mshahara wangu mara 10. Kama Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu na hofu ya Isaka, hanga alikuwa pamoja nami, hakika sasa ungenifukuza mikono mitupu. Mateso yangu na kazi ya mikono yangu Mungu ameziona akakukemea usiku huu. Labani akajibu akamwambia Yakobo, hao binti ni binti zangu na wana ni wanangu, na wanyama ni wanyama wangu, na yote uyaonayo ni yangu. Nami naweza kuwatendea nini leo binti zangu na wana wao waliowalea? Haya, na tufanye agano mimi na wewe, liwe kwa ushahidi kati ya mimi na wewe. Yakobo akatoa jiwe akalisimamisha kama nguzo. Yakobo akawaambia ndugu zake, kusanyeni mawe. Wakatoa mawe wakafanya chungu, nao wakala huko karibu na ile chungu. Labani aliita Yegasahadutha, lakini Yakobo aliita Galedi. Yakobo alikuwa anaongea lugha ya Kiebrania na Labani alikuwa anaongea lugha ya Kiaramu. Ingawa lugha hizo zilikuwa zinafanana, ndio maana unaona Waebrania na Waaramu wanaelewana kwa lugha. Ndio maana unaona Petro alikuwa akihubiri, alikuwa anahubiri Kiaramu. Ndio maana watu wa Mungu, Yohana Marko alikuwa ni mkalimani wa Petro. Petro alikuwa anaweza kuhubiri kwa Kiaramu, lakini kumbuka ya kuwa Yohana Marko alikuwa anaweza kaongea Kiunani. Ndio maana akaenda na Petro kule Rumi na wakahubiri Injili. Lakini Petro alipoondoka, Yohana Marko akabaki, na kwa sababu nilikuambia Agano Jipya iliandikwa kwenye lugha ya Kiunani, watu wakamshawishi kwa andike yale ambayo alikuwa na tafsiri, akaandika kitabu cha Marko. Sasa Kiaramu, hiyo ni Kiaramu, lakini Yakobo yeye ya kwake akaitaje? Gileadi. Tutaiona kule ya kuwa tutaona kama mfalme Ahabu anaambia kwa nani amdanganya Ahabu ili akwe aende Gileadi. So kumbuke ya kuwa eneo hilo mara ya kwanza ilikuwa itwa Gileadi, lakini baada ya mapatano kati ya Labani na Yakobo ndipo anachukua jiwe anaisimamisha pale. Umeona sasa? So Galedi ndio hiyo Gileadi. Umeona? Gilead Kiingereza. So kumbuke ya kwa maeneo mengi ambayo nakuta ya kuwa fulani alifanya hapa hivi kama Beersheba, ina maana aliyeipa jina alikuwa ni Ibrahim, lakini Betheli aliyeipa jina alikuwa ni Yakobo, maana ilikuwa inaitwa Luzi. Bwana Yesu asifiwe. Labani akasema, chungu hii ni shahidi ya mimi na wewe hivi leo. Kwa hiyo likaita jina lake Galedi. Na Mispa, maana alisema, Mungu agizie kati ya mimi na wewe wakati tusipoonana. Ukiwatesa binti zangu na ukitoa wake zaidi ya binti zangu, wala hapana mtu pamoja nasi, tazama Mungu ni shahidi kati ya mimi na wewe. Anamuonya Yakobo ya kuwa, anamwapisha na Yakobo ya kuwa asichukue mke mwingine kasoro wale mabinti zake, na anamwambia asemi Mungu wa baba yake Mungu ya Nahoro, anasema Mungu wa Ibrahimu. Na
aingilie kati akuone. Labani akamwambia Yakobo, tazama chungu hii utazame na nguzo niliyoitia kati ya mimi na wewe. Chungu hii na iwe shahidi na nguzo hii na iwe shahidi ya kuwa mimi sitapita chungu hii kuja kwako, wala wewe utapita chungu hii na nguzo hii uje kwangu kwa madhara. Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Nahori, Mungu wa baba yao, hukumu kati yetu. Yakobo akaapa kwa hofu ya Isaka baba yake. Yakobo akachinja sadaka katika mlima, akawaita ndugu zake waje wale chakula, nao wakala chakula, wakakaa usiku kucha mlimani. Labani akaondoka asubuhi na mapema, akawabusu wanawe na binti zake, akawabariki. Kisha Labani akaenda zake, akarudi kwao. Bila shaka Labani alifunga safari akijua anakwenda kumdhuru Yakobo na kurejesha mali zake na wanawe, lakini Mungu akabadilisha matokeo. Mungu akamwendea usiku, na hatimaye sasa watu hawa wanaishia kupatana, wanafanya agano, na pale panakuwa na nguzo inayowekwa. Na kumbuka ya kuwa Yakobo anapoondoka ilikuwa inakuwa vigumu sana Labani kupata kuonana na Yakobo, kwa sababu nani atakaye safiri umbali huo mpaka iwe na sababu maalum. Kutoka kule Harani ama Pandan Aram mpaka Berseba ilikuwa ni maili 400. So ilikuwa ni vigumu sana kuonana, lakini ashukuriwe Mungu ambaye alimwahidi Yakobo ya kuwa ataenda naye na atarudi naye. Tayari Mungu amekuwa pamoja naye. Ndio maana watu wa Mungu, usifanye lolote pasipo kupata kibali cha Mungu, maana chochote kitakachotokea kibaya Mungu atakwenda pamoja nawe. Kwa maana Mungu Yakobo asingesikiliza sauti ya Mungu, ina maana Labani angempeleka mikono mitupu, maana angemfuatilia, angempiga ama angemwangamiza. Lakini maana kwa sababu Mungu alimwambia Yakobo aondoke, tayari Mungu alikuwa ndio mlinzi wake. Ndio maana Mungu akuruhusu Labani amdhuru ama Labani amnyang'anye mali ambazo Mungu alimbariki nazo. Lakini tunaona sasa tayari Yakobo ameondoka, mtu mtajiri, alienda peke yake, lakini sasa ana wajakazi. Na kumbuka pia ana watoto sasa 10 na wangapi? 12. Wa kiume 11 na wa kike 10 na ngapi? Umejua sasa hivi ukiambia mtu ambaye anajifunza Biblia kuwa ana watoto 11, ina maana tayari ni vigumu mtu huyu kuelewa sana habari za mtoto wa kike ambayo ni Dina. Lakini mpaka wakati huu ana watoto 12, lakini bado mtoto mmoja wa kiume ambaye hajazaliwa, ambayo atakwenda kuzaliwa wakiwa njiani, wakitoka Sekem wanarudi Betheli, ambayo ni kwenye sura ya 35 kitabu cha Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. So mimi nataka niishi hapa, lakini kesho tutaona sasa Yakobo akituma sasa wajumbe kwenda kwa Esau, na tayari tunakwenda kuona Yakobo akienda kubadilishwa jina wapatakavyo iendeleza ule ushindani, atakaposhindana na Mungu na kushinda, na jina lake kubadilishwa kutoka kwa Yakobo mpaka aliyeshindana na wanadamu na kushinda, na kushindana na Mungu na kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali ama neno? Mimi hapa nataka moja kwa moja niende kwenye jina. Hata sisi hapa kwenye wokovu tunalo jina. Hata kwenye wokovu tunalo jina lipitao majina yote, jina la Yesu. Tuliachiwa jina. Agano letu imejengwa katika jina la Yesu. Ndio maana tunachokitumia ni nguvu ambayo ni katika jina la Yesu. So nguvu katika jina lako inatakiwa iwepo, maana watu wa Mungu haiwezekani wanampenda Mungu sana lakini hakuna kinachokwenda kwenye maisha yako. Kila unachokigusa tu kinateleza. Fedha tu kwenye mikono yako haikamatiki. Ni sana unachukua mkono ugali ambao umelainika, huwezi kukaa kwenye mkono, inakimbia, si ndio? Fedha inakimbia kwenye mikono yako, kila kitu kinakimbia kwenye maisha yako, lakini shida ipo kwenye jina. Maana jina lako uliyepewa ilikuwa ni jina la ukoo. Wana wa ukoo walikuwa wanaitoleaga kila mwisho wa mwaka, walikuwa wanaitolea damu na kila kitu. Wewe ukuambiwa, ndio maana jina hilo lazima itolewe damu ya Yesu. Amina. Amen. Nani mwenye swali kuhusu jina? Nataka niombe, maana kesho ni ibada.
Mchungaji, kwenye Yesu tunaona hapa neno Gileadi. Na ile nadhani kwenye wafalme wa kwanza ipo Gileadi, au ndo Elia mwenyeji wa Gileadi, ni Gileadi ile. Ndio Gileadi hiyo. Ambao maana yake ni lile jiwe iliyowekwa pale, jiwe la mapatano ambayo ni kati ya Labani na Yakobo, ndio hiyo Gileadi ama Gileadi. Wanaweza siwe. Nani mwingine? Ulikuwa unaongea na mtu? Anambiaje? Ili katika kuomba mtu unaweza ukaombaje? Kwa mfano, nilikuwa najiita ni wa ukoo fulani, lakini baadaye nakuja kusikia tetesi, wewe sio wa ukoo fulani, bali inaonekana mama yake labda alichepuka akazaa na mtu mwingine, afu hiyo ikafichwa kinamna isijulikane toka utoto wake kwamba yeye ni wa ukoo fulani. Sasa yeye amekuwa anatumia jina la pale alipozaliwa. Sasa huyu mtu katika maombi anaombeje? Sasa hivi ameshaambiwa kwamba wewe ni wa ukoo fulani. Huyo anahitaji kumbuka ya kuwa alikolelewa, yawezekana sio wa ukoo wa hapa, lakini amelelewa hapa, ingawa asili yake ni kule. So kumbuka mtu huyo lazima yeye katika wakati mgumu, ipo pande zinazoshindana. Maana mizimu ya kula alikozaliwa na huko alikolelewa lazima zimgombania. Yamkini ni mtoto ambayo ananyota kuliko wote. So hiyo inawezekana ikawa ni matatizo katika maisha yake. Lakini kama ni mtu aliyeokoka, basi anahitaji kuzikana koo hizo zote ama familia hizo zote na kujiunga na familia ya Mungu Baba ambayo mjumbe wake ni Kristo Yesu. Lakini kama ni mtu hajaokoka, basi lazima kuomba ni kumtenganisha na ukoo huu aliyelelewa, na bila shaka yeye ni wa ukoo kule alikozaliwa. Maana kumbuka, katika damu ni ya kule. So hiyo inaweza kumsumbua mtu sana. So unaweza kumwambia hivyo. Amina. Mtu mwingine mimi niko tayari kulitia jina la Bwana. Sijui wewe je? Mimi nataka hebu leta moyo wako katika Bwana. Leta mawazo yako katika Bwana. Ninao dakika chache hizi ambayo inaweza ikabadilisha maisha yako. Wala Mungu hahitaji muda mrefu, anahitaji muda mfupi tu ili apate kutenda jambo kubwa kwenye maisha ya mtu. Ukiona jambo linaongelewa zaidi madhabahuni ya Bwana, inayo sababu yake. Mimi nataka siku ya leo iwe ni mwanzo mpya katika maisha yako. Tunavyoendeleza kesho na wiki hii, uone mkono wa Bwana na hatimaye na wewe urukeruke kama ndama ya mazizini kwa furaha, maana Mungu awe amekurudisha. Wewe ulikuwaga mzuri Bwana. Uso wako ulikuwaga safi. Uso wako ulikujaje ikasinya. Ulikuwa unapendwa na watu wote tangu ukiwa mdogo. Kila mtu alikuwa anakugombania mpaka leo hii imekuwaje mpaka kila mtu anakuchukia maana? Kila mtu anakukimbia wewe. Kila mtu anasepa akiwa karibu na wewe. Hasa kama wanateleza wote, nani atakaye? Imeandikwa Bwana atainua mataifa na makabila kwa ajili yako. Amen. Mungu atakubariki kupitia hao watu wanayeteleza, hawa wanayekimbia hao. Amen. Wanahitaji waseme wewe ni sawa. Mimi kama sio jina, wewe unapokuja hapo unakuja katika jina la nani? Mchungaji George. Mimi ni jina. Kinachosambaa na kuenea kule nje ni jina. Kuna mtu anafanya kazi ya kuchekeza watu tu. Anaishi mjini, anaendesha magari hatari, lakini anakuja na
unacheka, umetoa milioni 1. Anaenda kuona fulani bwana. Naondoa bwana, kasirika bwana. Kuchekesha tu. Jina lake limekaa kwenye kucheka cheka tu. Ukicheka tu unachewaje? Mambo unayofanya imeambatana na jina lako. So we don't want to take it lightly again. Don't take it lightly. Your name, it matters a lot. Who you are. Of course, people will be asking, who is so and so? People will be describing your name according to what you have been doing, your behaviors, and your characteristic traits. But what will be mentioned is your name. So today you want to work on your name. The problem lies on your name. People will be coming to look for you, but some people doesn't know you, but they know about your name. They have heard your name. Before even they see you, they can have something great for you because of hearing about your name. They can hear your characteristic through your name, your performance, what you are doing. There are some people who are looking for you, but how can they reach you? Through your name. Watu wanakutafuta lakini kupitia jina lako. Mimi watu wanatokaka. Dada moja aliwasiliana na mimi juzi akiwa kule Oman. Lakini hajaniona. Lakini jina. You Pastor George. Yeye ndio mchungaji George. Nikasema ndio. Hebu 1 2 3. Nina matatizo mchungaji. Nikilala nainuka kabisa, natembea kabisa. Na mchungaji, mara ya mwisho juzi nilipotembea, nikatembea mpaka mlangoni, alafu nikastuka usingizini, nilipogeuka nikaona mwingine amelala pale kama mimi. Lakini hajaniona, akatafuta jina. Na tukaomba. Jina lawezekana likasafiri mpaka Marekani. Tunataka tuombe atibaye tutume majina yetu yaende kwenye ofisi zinazohitajika majina yetu. Jina lako liende mikoa yote. Jina lako liende ukanda wote. Jina lako liende duniani Bwana. Amen. Hata unapozungumzia jina kwamba mtu anaweza asikufahamu lakini kupitia jina. Mimi nakumbuka interview yangu ya kwanza itakiwa TRA. Kuna mtu akaliona jina nimeapply, akanipigia simu. Akaniambia nisome katu, nikamwambia ndio, yuko mdogo wangu kazi umepata. Pastor hadi leo mimi simfahamu yule kaka. Hadi leo. Je, kazi hiyo ulipata? Simu nimeiacha, nikapiga interview hata imekuja imepita. Naambia mbona sifoni huko wapi kwenye interview sasa tufahamiane. Pastor mimi ndio kwanza nimekaa nimetulia niko nyumbani. Kondo nikakosa kazi kwa kupitia hivyo, lakini mtu alifahamu jina tu akanipigia simu na mimi simfahamu hata. Sasa ingine unaweza kusema sasa ingine unaweza kadhani ya kuwa yule aliyekuwa anakupigia simu alikuwa ni mtu mzuri kwako. Yawezekana huyo aliyekupigia simu ya kwa wewe ndio fulani umeshapata kazi, alikuwa anakucheka ujinga. Baadaye anakupigia simu tena sikuoni kwenye, amejua umeshachelewa, sikuoni kwenye interview. Jina kwa nini? Jina. Mimi nataka niombe nani mwingine mwenye neno jina. Sema jina. 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 Ndio naomba niongee. Mimi kwa sababu gani? Huwa naona mara nyingi sana kwenye kazi wangu. Nikifanya kazi, sister, naweza sana. Kwa jina lako na niambia Susan. Yaani kuna kufanya kitu vizuri sana. Nena nafanya naambia ni Mungu ananiwezesha. Nikisema hivyo naona huwa sionagi madhara yote.
Akasema ni Mungu anayefanya. Maana nafanya vizuri na jitahidi, naambia hapana, Mungu anayeweza kupitia Mungu naweza wote katika njia hii. Sio mimi naifanya kazi, ni Mungu aliye ndani yangu. Unaona kama ni sipataki madhara yote. Sasa hivi Tina, mimi wakati sikuja kama sasa palikuwa nimekuja kama nitambia tusiombe. Sikuja nikaa naomba kuhusu Rebeka. Yaani usiku ni baada ya kuomba nikaa nimekaa kimya. Nasubiri bwana niseme. Kweli kujumu nikaona nini? Nikaona jina Rebeka kwenye mambo maandiko tayari ndio kwa rangi kama za njano. Rebeka bwana. Nimeandikwa juu. Nimeandikwa juu kwenye nikashangaa kwa maana nilikuwa nimekaa nasubiri. Mara mbingu zikafunga nikaona jina limeandikwa kwa mawingu kwa Rebeka. Jina Nilishangaa. Mimi siogopa haya mambo kutokana na mambo nilikuwa najua sababu nilikuwa sana. Mimi nilikuwa nikikaa sehemu sisemi jina langu, nilikuwa nasemaga yani sehemu nyingi mimi naitwa Geoffrey. ulikuwa unasema unaitwa Geoffrey kwa sababu nilikuwa najua nikienda sehemu hata wakitaka kunimaliza sababu nilikuwa nishapita huko nikajua sababu ukienda eti yeye alikuwa anaenda kwa waganga kule na alishajua kuwa kupitia jina. Sasa yeye ukimwambia wewe nani, mimi Geoffrey, anasema uongo. hata jina la baba yangu sisemi. Hata jina la baba yake alikuwa, lakini watu wanataka kumaliza jina wanajua. Jina wanajua. Ndio nikajua baadaye hata namba ya simu wakitaka wanaipata. Mimi nataka niombe. Hebu niombe, lakini jambo ambalo itakuwa endelevu tutaiendeleza kesho na wiki. Mimi naamini mtu mmoja atavuka. Ninaomba. Ninatukuza jina lako Baba. Maana wewe ni baba yetu. Wewe ni Mungu wetu. Nawe unaweza yote Bwana. Ulituumba kwa mfano wako na kwa sura yako. Na Baba wa rehema, ukatufahamu kwa majina yetu. Maana majina yetu yalikuwepo kwenye kitabu cha mauti. Tulipopata neema ya kuokoka, majina yetu yalifutwa kwenye kitabu cha mauti na yakahamishwa kwenye kitabu cha uzima, kitabu cha mbinguni. Baba mweza wa yote, katika jina lako, kazi uliyeanza jana ya majina, tazama mtu huyu Baba. Kuna mwingine jina lake limeshikiliwa na mizimu. Kuna mwingine jina lake limeshikiliwa kule kwenye asili ya mizimu. Kuna mwingine jina lake limeshikiliwa na kamama kamoja kachawi tu, maana anajivunia uchawi wake. Kuna mmoja jina lake limeshikiliwa na mchungaji ama askofu. Kuna mmoja jina lake limeshikiliwa upande wa ukoo wa mama. Mwingine imeshikiliwa upande wa ukoo wa mama. Mwingine jina lake limeshikiliwa upande wa ukoo wa baba. Mwingine jina lake Baba wa rehema ilibadilishwa akapewa jina lingine pasipo yeye kujua. Wengine majina yao yamechujwa, hayapo. Hata akienda kwenye mashindano jina lake haionekani. Hata akienda sehemu yote jina lake haionekani. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninafuatilia hatua zake na kibali chake. Ninafuatilia uzima wake. Ninafuatilia kibali chake iliyofichwa kwenye jina. Aliyemloga alimloga kwenye jina. Aliyemloga hakumchukua yeye mzima na kwenda kumloga. Aliyemloga alichukua jina lake. Alichukua jina la mama yake. Ndio kabisa. Alimloga kupitia jina la mama yake. Kuna mwingine aliloga kupitia jina la bibi yake. Baba wa rehema jina. Ndio maana Baba wa rehema, nyamaza hapo. Nyamaza kimya. Ndio maana Baba ulikuwa unatoa majina ya wale watu muhimu uliyetaka kuwatumia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. 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 Tunalo jina. Tunalo jina
lipitao majina yote, lipitao majina yote, lipitao majina yote. Jina lipitao majina yote, jina lipitao majina yote. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nasema nyamaza mama hapa. Ewe roho unayeongea ndani ya mama huyu, nataka kunyamaza. Acha jina la Bwana litende kazi. Usifanye hukumu sasa hivi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, anafuatilia jina la mtu huyo, jina iliandikwa kichawi, kuzimu, jina iliyefichwa katika anga, jina iliyefichwa katika nchi, jina iliyefichwa chini ya bahari, jina iliyefichwa mahala popote. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaagiza Baba wa rehema, neno lako liende kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Baba, ninatuma neno lako liende katika nchi yote, nchi zote, nchi zote, madhabahu ya nchi zote, wachawi wa nchi zote. Neno lako liende Baba wa rehema, neno lifate majina ya kila mmoja hapa. Yale ambayo yalifunikwa yafunuliwe, yale ambayo Baba wa rehema yaliharibiwa yatengenezwe kwa jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya 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 jina la Yesu. Nafuatilia jina la dada huyo, nafuatilia jina la kaka huyo, nafuatilia jina la kazi yake, nafuatilia jina la biashara yake, nafuatilia jina ya watoto wake, nafuatilia jina ya ndugu zake, nafuatilia majina ambayo hayapo kwenye kitabu cha uzima wa milele, majina hayapo mbinguni, katika jina la Yesu. Majina yaliyotolewa kafara ya damu na kufunikwa kwa jina la Yesu. Ni jina kuu lipitao majina yote, maana katika jina hilo kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo ndiyo Bwana. Ninaamrisha kwa jina la Yesu, kila mmoja aliyeshikiliwa jina lake, ninaagiza kila mmoja arudishe jina. Nataka urudishe jina lake. Fanya haraka, rudisha jina lake. Wewe uliyempigia simu ya kuwa mdogo wangu umepata, wala hakupata, wewe ndio uliyemchezea vibaya mno, rudisha jina hilo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe uliyefunika jina lake, asifanye vizuri kwenye elimu, asifanye vizuri kwenye elimu, asifanye vizuri kwenye kazi ya Mungu, asifanye vizuri kwenye kazi yote anayetenda. Kila anachokitenda kinaonekana kibaya kwa sababu umeinajisi jina. Majina yaliyenajisika, majina yaliyefunikwa. Ninaagiza waganga wote, rudisheni majina. Wachawi wote, rudisheni majina. Watu wote waliochukua majina, nataka urudishe jina. Nataka urudishe jina. Mtu yeyote aliyeshikilia jina lako, aliyeshikia jina lako, aliyeshikilia jina la mume wako, aliyeshikilia jina ya watoto wako, aliyeshikilia jina ya kazi yako, aliyeshikilia jina ya familia yako, majina yote yaliyeleta mabaya kwenye mwili wako, ulipewa jina la babu, ndio inayekuwa inakupa shida sana kuanzia leo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, leo ninakufungua kupitia jina lako. Ninaagiza jina lake irejee. Jina
iliyebeba nguvu ya utendaji kazi, jina iliyebeba mafanikio, jina iliyebeba hatua zake, jina iliyebeba mafanikio yake, jina iliyebeba karama na huduma yake. Katika jina la Yesu ninarudisha hatua zake na kibali chake, ninarudisha njia zake zote, ninarudisha afya yake, ninarudisha mapato yake. Nataka kurudisha jina la huyu. Mimi napoongea na roho alafu na nyamaza, achia jina la wakaka hawa haraka. Nataka kurudisha jina wale shikilia jina uliyeshikilia alafu kaweka kwenye chungu. Nataka kurudishe, fanya haraka. Naongea na wewe ewe mwanamke, naongea na wewe ewe mwanamke, rudisha jina lake. Nataka urudishe jina la mtu huyu. Ewe boss wake uliyeshikilia jina lake, nataka urudishe. Naona bosi alishikilia jina lako kwenye kupata kazi. Bosi achia jina lake ije. Achia jina la huyu. Wewe ambayo ulimpigia simu ukimpia, kuanzia sasa narudisha jina lako. Jina ilikuwa iwezi kuonekana hata katika usaili. Kuanzia leo jina ianze kuonekana. Jina ambayo imebeba sura yako, umbo lako, shepi yako, muonekano wako. Jina iliyebeba familia yako, watoto wako, hatima yako. Jina lako. Jina ianze kuja jina. Jina ianze kuja. Jina imebeba hatua zako na mafanikio yako. Imebeba uponyaji wako. Imebeba uzao wa tumbo lako. Jina imebeba elimu yako. Jina imebeba karama na huduma yako, kunena kwa lugha. Jina imebeba kupanda ngazi na kuendelea kusoma na kufikia hatima yako. Nataka kuachia jina la huyo. Naona wewe uliyeshikilia jina, achia jina lake. Nataka uachie jina la huyo. Achia jina ije. Nataka jina ije. Jina lake ije. Jina la watoto wake. Jina la mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho. Majina ya watoto wake. Jina la mtoto wake wa kiume na watoto wake wote wa kiume na wa kike. Jina kupitia hatua zake. Jina la biashara, jina la familia, jina la mafanikio. Nataka kuachia jina la huyu. Nasema tena mara nyingine. Nataka kuachia jina la huyu. Unasikia unisikii? Jina ndiyo imebeba tumbo lake la uzazi. Jina ndiyo imebeba kujifungua kwake. Nataka kuachia jina. Ukiachia jina anakujifungua, anakwenda kupata ujauzito haraka. Achia jina. Jina ndiyo imebeba kujifungua kwake, kupata watoto. Umefunga tumbo lake kupitia jina. Haraka. Jina ije. Jina inapokuja, jina la kitu ndio kitu chenyewe. Jina imebeba watoto, imebeba uzao wako. Nasema achia jina lake. Majina yake yote na yatakaza na kunyang'anya wote. Jina iliandikwa kwenye msikiti, leo ninaitoa kwenye msikiti. Jina iliandikwa kwenye msikiti na damu yako ninaagiza ije. Iliandikwa kwenye msikiti, naona inaandikwa jina lakini inaandikwa na damu kwenye msikiti. Achia jina ije. Ninatuma damu ya Yesu ifute ile jina kwenye msikiti. Kuanzia leo njoo haraka kwenye jina, na unapokuja kwenye mwili wako na jina lako unakwenda kupata ujauzito na kupata watoto. Leo unafunguliwa kwa jina lako. Nataka uachie jina lake. Jina lake imebeba ndoa. Jina imebeba ndoa.
nataka jina iliyebeba ndoa ije. Jina iliyebeba ndoa na hatua zake na mafanikio yake na kupanda cheo kwake na kuendelea na kusoma. Rudisha haraka. Kila mtu jina lake ianze kuja. Jina linavyokuja ije na hatua zako zote. Ije na kibali. Jina linavyokuja na uso wake, huo uso uliyekuwa na mabaka. Jina ije na uso wake na muonekano wake. Ulete na tumbo lake la uzazi. Ulete na kizazi chake. Ulete na kizazi chake. Leta na viungo vyake vyote kwa jina la Yesu. Haraka uweze kuvumilia. Inaondoa uvumilivu kwa kila roho kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kuagiza uamke, jina lako liamke kwenye usingizi wa mauti. Naona jina iliyezikwa makaburini. Jina la Evelyn Bwatwa. Jina lifufuke haraka. Jina lifufuke haraka. Jina lifufuke haraka. Jina linavyofufuka na jina la mume lifufuke. Na jina la Michael lifufuke. Jina la Rachel lifufuke. Jina la Lawrence lifufuke. Jina la Rebecca lifufuke. Jina la familia hii ifufuke. Jina la familia ya Josia Bwatwa ifufuke. Jina la familia ifufuke. Mafanikio yaliyoambatana na jina yaanze kuonekana. Vifungo vilivyofunga jina lake na la mume wake na ya familia yake, ninafungua vifungo kwenye majina kwa jina la Yesu. Nafungua 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 kwa jina la Yesu. Jina iliyebeba muonekano, uso iliyebeba wateja, iliyebeba kazi, iliyebeba kibali, iliyebeba huduma, iliyebeba karama, iliyebeba fedha, iliyebeba mafanikio, mwili wako, muonekano wako, hatua zako. Jina lako lifufuke. Itoke kwenye mauti. Majina yote ninayafufua kwa jina la Yesu. Yando kotona kama na mashata kapa. Ita kama na mashato kotone kepo. Yanda kapa. Beria tokotona kama. Iya tamashanda kapa. Beria tokotona kama. Itokotona kapa. Yandu na makapa. Majina yaliyefutwa na damu ya kafara iliyotolewa kwa jina la Yesu. Magonjwa yaliyekaa kwenye jina lako na majina yako, ninatoa kwa jina la Yesu. Ninatoa kwa jina la Yesu. Magonjwa yaliyekaa kwenye jina, kufungwa tumbo lako la uzazi iliyekaa kwenye jina, kwa jina la Yesu. Kufungwa kazi na ndoa iliyekaa kwenye jina, kwa jina la Yesu. Mapato na kumiliki iliyefungwa imekaa kwenye jina, kwa jina la Yesu. Kufunikwa na mabaya yote yaliyekaa kwenye jina lako, ninafungua kwenye jina. Ninaandika tena upya jina lako. Naandika kwa jina lako kwa damu ya Yesu. Naandika jina lako kwa damu ya Yesu. Kama wataweza kuitumia tena, na iandika kwa damu ya Yesu. Naandika jina lako la kwanza kwa damu ya Yesu. Naandika jina lako la kwanza kwa damu ya Yesu. Naandika jina hilo popote pale ilipo. Na iandika kwa damu ya Yesu. Na iandika kwa damu ya Yesu popote pale. Ama kwa mganga, ninaiandika jina la kwanza kwa damu ya Yesu. Kama wanaweza kuvumilia damu ya Yesu,
Yesu. Naandika jina lako la kwanza kwa damu ya Yesu. Naandika jina lako la kwanza kwa damu ya Yesu. Naandika hilo jina na likoleza kwa damu ya Yesu. Naikoleza kwa damu ya Yesu. Nakoleza jina lako kwa damu ya Yesu. Jina la kwanza kwa damu ya Yesu. Nakoleza na kuandika jina la pili kwa damu ya Yesu. Na iandika maana waliziandika kule, wacha nizikoleze kwa damu ya Yesu. Naandika jina la pili kwa damu ya Yesu. Naandika jina la tatu kwa damu ya Yesu. Naandika majina yako yote damu ya Yesu. Na kila kifungo, yawezekana vifungo vimekaa kwenye jina la kwanza, nafungua vifungo vyote kwenye jina la kwanza kwa jina la Yesu. Vifungo vilivyokaa kwenye jina la kwanza nafungua kwa jina la Yesu. Vifungo vilivyokaa kwenye jina la pili nafungua kwa jina la Yesu. Vifungo vilivyokaa kwenye jina la pili ninafungua kwa jina la Yesu. Vifungo vyote vilivyokaa kwenye jina la pili, vifuniko vyote vilivyokaa kwenye jina la pili ninafungua kwa jina la Yesu. Vifuniko vyote na vifungo vilivyokaa kwenye jina la pili nafungua kwa jina la Yesu. Vifungo na vifuniko la laana zote vilivyokaa kwenye jina la tatu nafungua kwa jina la Yesu. Nafungua kwa jina la Yesu. Vifungo vilivyokaa kwenye jina la tatu, iwe ni nafsi, roho na mwili, iliyofungwa kwenye jina la tatu ianze kufunguliwa kwa jina la Yesu. Na majina mengine yote yawezekana walikufunika, funuliwa sasa kwa jina la Yesu. Yawezekana walikuvaa, wamevaa uso wako, ndio maana uso wako inakuwa kana kwamba ni ngozi ya kenge. Uso wako hata kama ukipaka mafuta namna gani, imesinyaa, imeparara kama ngozi ya mwewe. Ninaagiza kwa jina la Yesu, vifungo vyote umevaliwa kupitia jina la kwanza ama la pili ama ya tatu, ninaagiza vifuniko vyote vianze kujivua kwa jina la Yesu. Vianze kujivua, iwe ni sura mbaya uliyefunikwa usionekane, iwe ni sura mbaya ulifunikwa usionekane, ili usije kaolewa, ili usije kabisa. Wewe ni mwanga, wewe ni mwanga, ni mwanga. Mimi ni mwanga, bila shaka mimi ni mwanga, tena mwanga wa mwanga. Kwa jina la Yesu nafuatilia chochote kilichovishwa kwako, umevaliwa kwenye jina, na agiza kwa jina la Yesu, laana zote zilizokuvaa, zilizokunyausha kuanzia shina hadi utoshini, kwa jina la Yesu nafuatilia kabisa laana kwenye jina la kwanza. Ninayaondoa kwa damu ya Yesu iliyomwagwa kwenye kichwa chake alipowekewa taji la miba. Jina la pili, laana zote ninaziondoa kwa damu ya Yesu iliyotoka kichwani mwake. Laana zilizokaa kwenye jina la tatu na matokeo yote yaliyekaa kwenye laana na majina yako yote na yavua yote. Yamkini wewe unatumia jina, lakini kuna jina uliyepewa. Yawezekana bibi alikupa jina fulani, yawezekana mtu yote alikupa jina ya AKA. Majina hayo yaweza yakatumika kwa kulogwa ili ifiche vifungo. Nafuatilia kwa majina yote ya AKA, majina ya kupewa na sio kwa ya kwako rasmi, uliyepewa na shetani. Uliyepewa wewe, si ulikuwa ukikutana na yule kaka ulikuwa unataja jina ile, katika ile jina pia ulifungwaga, nami katika hilo jina nalifuatilia na kufungua kwa jina la Yesu. Chochote uliyeingiziwa ama ndotoni ama kwenye ulimwengu wa kawaida kupitia moja kati ya majina, nafungua majina hayo yote, nikiondoa na maagano yote. Ulimdanganya yule kaka anaitwa mtu fulani, akaenda kwa mganga akakufunga katika ile jina, akaichangamana na majina yako. Kwa jina la Yesu ninafungua vifungo vyote, ninang'oa mapando yote yaliyepandwa kwako, vinavyokutembea wakati unanena kwa lugha, wakati mizigo yoyote uliyetwikwa. Yawezekana umetwikwa kwenye jina la kwanza, ya pili na ya tatu, na agiza yatue sasa, zitue sasa kwenye msalaba wa Yesu. Yatokotona kama
Eri ya tokoto nekemo na mashata kapa. Ya tokoto. Inda kama na mashata kapa. Eri tokoto na kapa. Ya tokoto na kapa. Anza kujivua sasa huko liko. Katika jina lako. Indorokoto na kapa. Ya tokoto na kapa. Na ita jina la kila moja. Na ita jina la kwanza. Maana Bwana utuma neno lake. Na kwenda kuokoa watu wake na maangamizi. Na tuma neno la Mungu. Liende kule iliko jina lako la kwanza. Iletwe kwa jina la Yesu. Iende mahali iliposhikiliwa jina lako la pili, ije kwa jina la Yesu. Iende mahali iliposhikiliwa jina lako la tatu, irudi kwa jina la Yesu. Majina yako yote na tuma neno la Bwana zikombolewe na zirudishwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Iwe ni ngozi ya bibi yule, alikupa uso wake akachukua uso wako, alikupa muonekano wake umeonekana kama jibibi akachukua ujana wako. Ni katika jina lako. Jina lije sasa. Ulikuwa umetupiwa uchawi, katika majina itifue. Ulikuwa umetupiwa ukichaa, katika majina na komboa jina. Maana katika jina ulikamatika. Na fungua ufahamu wako katika jina. Na fungua ufahamu wako katika jina. Na fungua akili yako katika jina. Na fungua mishipa za fahamu na kumbukumbu katika jina. Na fungua kifua chako katika jina. Na fungua kifua katika jina. Na fungua viungo vyako vyote katika jina. Na fungua tumbo lako katika jina. Nafungua tumbo la uzazi na la chakula katika jina. Nafungua mikono yako katika jina. Yawezekana mkono wako imefungwa, ndio maana fedha inateleza. Fedha ikamatiki kwenye mikono yako, ilifungwa katika jina. Nami nafuatilia mapato yako katika majina. Kuanzia leo jina lako ninaitamka kwenye ulimwengu wa kiroho. Jina lako la kwanza naitamka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na nguvu ya msalaba wa Yesu. Kwenye ulimwengu wa kiroho nataja jina lako la kwanza, nataja jina lako la pili, nataja jina lako la tatu, nataja majina yako yote. Alafu natuma majina yako yaende kwenye mkoa huu, yaende kwenye nchi hii, yaende kwenye ukanda wa mashariki hii, iende katika bara la Afrika, iende Ulaya, iende duniani kote. Maana Bwana amesema atainua mataifa na makabila kwa ajili yako. Bwana ainue mataifa na makabila kwa ajili ya majina yako. Maana kuanzia leo watakutambua kwa jina. Wakisikia jina lako watatikisika. Wakisikia jina, ninawakusanya kwa jina la Yesu. Nami nawatupa kuzimu na kuzifungia hadi siku ya 10 ya Bwana. Kuanzia sasa ninaachia baraka kwenye jina la kwanza, naachia baraka kwenye jina la pili, naachia baraka kwenye jina la tatu, naachia baraka kwenye majina yako yote. Na kuanzia sasa jina lako liandikwe kwenye kitabu cha mbinguni. Na Baba, nakushukuru sana kwa ajili ya majina ya watu hawa, katika jina kuu lipitao majina yote ya Kristo Yesu. Na wote tuseme amen. Hebu tupigie Bwana makofi. Nimefikia hapo. Kesho nitaendelea kwenye ibada na pia wiki hiyo nitaendelea, lakini nataka utulie uone Mungu. Ukifika usisahau kujitazama kwenye kioo, uone mkono wa Mungu unavyotenda kazi. Uangalie jinsi ulivyo. Unarudi kwenye jina, limerudi. Nimefikia hapo, nasema jina la Bwana libarikiwe sana. Kesho ni ibada, lakini ubarikiwe sana kwa jina la Yesu. Amen. Majina yako abarikiwe kwa jina kuu lipitao majina yote. Amen. Jina lipitao majina yote, itamie majina yako kwa jina la Yesu. Amen. Basi jina la Bwana libarikiwe sana. Ninavyoomba kwenye WhatsApp